Ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na wajumbe wa NEC tuliainisha kila kitu. Tuliainisha kila kitu. Hata katiba mpya imo humo kwenye ilani. Imo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Daktari Samia alishaiweka humo. Hatuwezi kupata katiba mpya kwa malalamiko yasiyokuwa na maana. Yote imo. Na watu wengine wanafikiria urais wa 2030. Sikianza mbio za urais sasa, maana yake hatutapata maendeleo. Lazima tuendelee kumlinda mwenyekiti wetu wa chama taifa, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, na rais wetu atekeleze maono yake. Haiwezekani, hiki chama ni kikubwa, hakuna aliye juu ya chama hiki. Hakuna mkubwa kuliko CCM. Hakuna. Na kila mtu lazima amheshimu mwenzake. Na serikalini tutaka tuambie tu, sisi ndio tunalala na njaa, hatulipwi hata posho. Sio hivyo mabalozi? Halafu tukiwapeleka huko watu wanabadilisha maelezo. Ni kitu ambacho kwenye chama chetu hatuwezi kukiruhusu. Hatuwezi kuwa kama vyama vya ukombozi vya nchi jirani vilivyokufa. Zambia kulikuwa na chama cha ukombozi kilikufa. Kenya ZANU hiyo kilikufa, tumebaki CCM. Na kwa nini tumebaki? Kwa sababu tuliachiwa misingi mizuri na baba wa taifa, na lazima tuendelee kuilinda. Kiongozi wa ngazi ya chini, kamati zenu za maadili, akileta za zisizoeleweka, pelekeni huko. Kwenye kata pelekeni, hata akiwa diwani pelekeni, iwe kwenye wilaya akiwa mbunge pelekeni, kwa sababu hayuko juu ya hiki chama. Na msemaji mkuu wa serikali ni rais. Kila mtu anaota tu sharuvu, anasema kwenye mkoa wetu tutaendelea kumlinda rais wetu na mwenyekiti wetu wa chama. Na wale wanaofikiria, mimi nina historia kubwa, naomba niwakumbushe tu. Wapo watu waliutaka urais mapema, kina mzee Malechela, wale mnaokumbuka. Tena walikuwa viongozi wakubwa serikalini, walianza na hizo mbio, walipata. Sio vizuri kuwataja, lakini lazima niwakumbushe. Kina mzee Ngoai Lowassa, si walitaka urais? Na mimi nilikuwa kambi ya Lowassa, ila nilimuacha. Chama hiki kina historia. Huwezi kukipeleka tu from where ukatokea tu, halafu ukatafuta umaarufu ambao haupo. Yaani ukikurupuka na habari unaisha. Ni lazima umheshimu mtu aliyoko madarakani. Na rais huyu, tuna rais mzuri sana. Niwaambie, hakuna rais, huyu ni rais mzuri sana. Mama wa watu hajui kumnunia mtu. Hivi hata tungebadilisha katiba imo, sijui tunaelewana. Rais alishaiandika zamani, ameunda tume, si mnaisikia ile, ambayo inaendelea na kazi. Wewe unaruka na nini hapo? Kama angekataa angeunda tume, kwenye ilani ingeingia. Na wauliza tu, mimi ndio mwenyekiti naongoza kikao, jambo silitaki, nitaingiza kwenye ilani? Peni maua yake rais kabisa. Ni rais ambaye ana hekima na busara. Lazima tumlinde rais, lazima tuilinde katiba ya chama, na mambo ya katiba yatapatikana kwa njia ya amani.